NATO bado wapo katika mpango wa mapambano na Urusi. Wakati huu wamepambana kuiba ndege ya MiG-31 ya Urusi, huku ujasusi wa Urusi ukizuia njama hiyo iliyokuwa ikitekelezwa na Ukraine kwa kushirikiana na Urusi. Kwa mujibu wa idara ya ujasusi ya Urusi, FSB imesema kuwa ilizuia njama za majasusi wa Ukraine na Uingereza kuwajaribu marubani wa Urusi kuiba ndege ya MiG-31 iliyokuwa na kombora la hypersonic la Kinzhal kwa dola milioni 3. Vyombo vya habari vya serikali viliripoti mnamo siku ya Jumanne. Taarifa iliyotolewa ni kwamba majasusi kutoka Ukraine pamoja na wale wa Uingereza waliteka ndege hiyo. Shirika la habari la RIA limenukuu FSB ikisema kwamba ndege hiyo iliyotekwa nyara ingesafirishwa kuelekea kituo cha jeshi la anga la NATO katika mji wa Constanta nchini Romania, ambapo ingedunguliwa na walinzi wa anga, shirika hilo limeripoti. Hata hivyo, moja kati ya jambo ambalo kwa mujibu wa shirika la ujasusi la FSB la Urusi ni kwamba kulikuwa na mpango wa majasusi hao wa Ukraine pamoja na Uingereza kuisafirisha ndege hiyo na kuidungua ionekane kwamba Urusi imefanya shambulizi ndani ya taifa la NATO, na hivyo kutafutwa namna ya kuanzisha vita maalum dhidi ya Urusi. FSB, mrithi wa KGB ya enzi ya Usovieti, ilisema Ukraine na Uingereza zilipanga uchokozi mkubwa kwa kutumia ndege iliyotekwa nyara na kwamba ujasusi wa kijeshi wa Ukraine ulijaribu kulaghai marubani wa Urusi kwa dola milioni 3 ili kuiba ndege hiyo. Hatua zilizochukuliwa zimezuia mipango ya huduma ya kijasusi ya Ukraine na Uingereza kutekeleza uchochezi mkubwa zaidi, RIA ilinukuu shirika la kijasusi la FSB. Hata hivyo, shirika la habari la Reuters halikuweza kuthibitisha madai hayo kwa kujitegemea. Kwa muda mrefu Urusi imeiweka Uingereza kama adui yake mkuu na kuishutumu kwa kuchochea vita vya Ukraine na ujasusi wa Uingereza kusaidia Ukraine kuanzisha mfululizo wa operesheni ndani ya Urusi. Lakini pia inaonekana kwamba serikali ya Uingereza imejidhatiti kwa ajili ya mapambano zaidi dhidi ya Urusi. Hata hivyo, mipango ya NATO ni kuona inapeleka silaha, lakini pia kusaidia namna ya Ukraine kuweza kujinasua dhidi ya vita vya kikatili vinavyofanywa na Urusi, huku Urusi ikisema kwamba yenyewe haipo tayari kuona majeshi ya NATO yakiingia katika eneo hilo la Ukraine, na ikisema kwamba watashambuliwa ikiwa wataamua kuendeleza vita hivyo nchini Ukraine. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia hapa The World News. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia, utajua mengi yanayojiri katika ulimwengu kupitia The World News.